Una rafiki wa aina gani? Marafiki zako ni akina nani? Ukitaka kujua tabia ya mtu, usihangaike kumuuliza. Tafuta marafiki zake. Tafuta marafiki zake, itakusaidia. Nataka nikufundishe somo linalohusu marafiki. Kwa nini ujue marafiki wa huyu ambaye unataka kuhusiana naye, ama una jambo naye fulani, ama unataka kumpa kazi, unataka kumwajiri. Kwa nini ujue marafiki zake? Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu akubariki sana wewe ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel ya Mikono ya Kristo hapa YouTube. Usisahau kusubscribe, kucomment, kushare mafundisho yako wengine, na utakapofanya hivyo Mungu atakubariki. Lakini utakaposubscribe utakuwa wa kwanza pia kupata mafundisho tutapokuwa tunayaposti, na utapata kwa haraka. Inawezekana siku tunayoposti mafundisho ndio siku na jambo fulani la kuchanganya, alafu majibu yake yapo kwenye mafundisho hayo. Kwa hiyo usidharau, nenda tu subscribe hapo, waambie na wengine, washirikishe na wengine. Leo somo langu linahusu marafiki. Nauliza, una rafiki wa aina gani? Usipuuze kuhusu marafiki. Marafiki ndio alama yako ya maisha. Marafiki ndio alama yako ya maisha. Sasa huenda kwenye kuchagua marafiki ulikosea, lakini kupitia somo hili utajua umuhimu wa kuwa na marafiki sahihi na umuhimu wa kujitenga na marafiki wasiofaa. Kwa nini? Kwa sababu mtu yoyote anaanza kutafuta marafiki zako ili aanze kujua tabia ulionayo. Usije ukajidanganya ukasema mimi tabia zangu ni za kwangu, hawa marafiki hawa tabia zao ni za kwao. Wewe utakuwa unajidanganya na utakuwa unapoteza vitu vingi sana vya muhimu kupitia marafiki ulionao. Yaani kuna watu wana pointi kwanza. Kwa mfano, mtu anaweza akakusudia kukuoa lakini hajakwambia amekuona, anatafuta marafiki zako. Akiwatazama marafiki zako atajua asilimia kadhaa ya tabia zako kupitia marafiki. Yaani huo ni uhalisia. Waswahili wanasema hivi, ndege wafananao huruka pamoja. Umeshawahi kuona kunguru analuka na njiwa? Haijawahi kutokea na haiwezi kutokea. Kunguru hawezi kuruka na njiwa. Kunguru ataruka na kunguru wenzake, na njiwa ataruka na njiwa wenzake. Na ndivyo marafiki. Marafiki hawakai sehemu moja. Kwani urafiki ni nini? Urafiki ni namna fulani ya watu wanakutana wenye tabia walau zinazofanana kwa asilimia fulani, ndio wanakuwa marafiki. Kwa nini umekutana na watu wangapi hawakuwa marafiki zako? Kwa nini hao ulionao ni marafiki zako na hao wengine ambao mlikutana tangu zamani pia hawajawa marafiki zako? Kwa nini watu ambao umesoma nao, kuna ambao ni marafiki zako, alafu kuna watu ambao sio marafiki zako, na mmesoma pengine shule moja, mmesoma darasa moja, mmesoma sekondari pamoja, mmesoma pengine chuo kikuu pamoja, pengine mnafanya kazi pamoja, hata hapo kazini kwako umefanya kazi miaka 3, 4, 5. Kuna watu ni marafiki zako na kuna watu sio marafiki zako. Kwa nini? Sasa hilo ndio jambo la kujiuliza. Urafiki wenu chanzo chake nini? Kuna wengine urafiki wenu umezaliwa kwa sababu ya umbea. Kuna wengine urafiki wenu umezaliwa kwa sababu ya matatizo ya familia. Kuna wengine urafiki wenu umezaliwa kwa sababu ya tabia zenu mbaya. Naanza na nyinyi. Kuna wengine urafiki wenu umezaliwa kwa sababu ya kusengenya. Kuna wengine urafiki wenu umezaliwa kwa sababu tu wewe ulikuwa mpendi fulani na huyo rafiki yako alikuwa mpendi fulani, mkajipata kwamba wote hamumpendi fulani, mkawa marafiki. Hiyo ni aina ya marafiki. Lakini kuna marafiki mmekutana katika maeneo ya kuabudu, mlikutana mahali fulani kwenye fellowship, mnaabudu, mlijikuta wote ni watu wa imani fulani, labda uliingia chemba kwenda kusali ukamkuta na mwenzako naye anasali, ama mlikutana maeneo ambayo yana uchaji wa Mungu ndani yake, mmekutana mazingira kama hayo, huyo ni rafiki. Ama mmekutana mazingira ambayo mnaenda kusaidia watu mbalimbali, mnakutana kama kumbe ndio bwana unakuja kusaidia huko, na wewe bwana mnapeana namba, mnabadilishana contact pale, maana urafiki umeanza tayari. Kwa nini? Mnaruka pamoja. Wambea wataruka pamoja, wazinzi wataruka pamoja, wachawi wataruka pamoja, wasengenyaji wataruka pamoja, watu wa Mungu pia wataruka pamoja.
Tumeelewana vizuri hapo? Sasa ndio maana mtu anapotaka kujua tabia zako, cha kwanza anatafuta marafiki zako, kwa sababu kwa namna yote lazima uendane na marafiki. Ndio maana urafiki unavunjika. Kwa nini urafiki unavunjika? Ni kwa sababu inafikia muda fulani ule urafiki wenu si ulikuwa kwa sababu ya umbea. Sasa mmoja umbea kaacha, mtakuwa tena marafiki? Yaani anakuletea umbea, unaambia bwana acha bwana, mimi mambo sitaki. Urafiki lazima ufe. Ndio urafiki wenu ulikuwa ni kwa sababu ya kwenda kudanga, kutafuta wanaume. Mmoja ameacha tabia hiyo, atakwambia bwana mimi siendi tena. Urafiki utaendelea hapo? Hakuna urafiki. Ndio maana urafiki unaweza ukafa. Kwa nini? Kwa sababu ya jambo fulani ambalo liko nafanyika, hamuendi nalo tena sambamba. Sasa swali linakuja, una rafiki wa aina gani? Pengine hujui. Sasa ngoja nikuambie aina fulani za marafiki. Unaweza kujiuliza, mimi nafundisha habari ya neno la Mungu, kwa nini nakuambia marafiki? Marafiki wanaweza kukusaidia kuona ufalme wa mbinguni, na marafiki wanaweza kukusaidia kukuangusha. Ulikuwa mtu wa Mungu ukaangushwa na marafiki, na ni wengi tu walikuwa watu wa Mungu, marafiki wakawaangusha. Walipata matatizo ambayo yatakuwa simame na Mungu, wakatokea marafiki wabaya wakawaambia twende kwa waganga. Ni marafiki. Lakini ungegundua dalili za marafiki wabaya, ungeweza kuepuka. Ungeweza fanya nini kuepuka? Ndio maana katika neno la Mungu, katika mafundisho ya neno la Mungu, tunakufundisha hata kuhusu marafiki, ili usije kadanganyika. Ama kama ulidanganyika, ujue ya kwamba hapa nilidanganyika, basi yanipasa kubadilisha mwelekeo. Aina za marafiki. Rafiki afaaye katika matatizo, ama rafiki afaaye kwenye matatizo. Huyu ndiye rafiki bora kuliko rafiki mwingine yoyote. Urafiki wa kwanza kipimo chake matatizo. Na rafiki ili awe rafiki mwema lazima apimwe. Unamwambia rafiki yako, bwana nina changamoto 1 2 3. Na unapopima urafiki hasa usipende kumpima kwenye michango, mpime kwenye muda wake zaidi kuliko michango. Bwana mimi bwana nauguza hapa nyumbani, na kuomba uje kunisaidia walau siku moja ushinde hapa unisaidie kumuuguza huyu mgonjwa aliyokuwa naye. Msikilize rafiki yako anasema nini. Na vipimo vya aina hiyo, huyo ndio rafiki anasema afaaye katika nini? Rafiki afaaye kwenye matatizo. Yaani ukimwona mtu ambaye anakutafuta wakati wa matatizo, ukimwona mtu ambaye anatafuta kukufariji wakati wa matatizo, ukimwona mtu ambaye yupo karibu na wewe wakati wa matatizo, usije ukamweka mbali. Hao watu ni wachache sana, na katika dunia ya leo ndio wachache zaidi. Watu sasa hivi wana muda na mambo yao. Watu wako busy na biashara zao na kutafuta pesa, sio kwa ajili ya watu. Urafiki mwingi wa siku hizi urafiki kwenye mafanikio tu, kwenda kula bata kwenye bar, kwenye starehe mbalimbali, kwenye vikoba, ndio urafiki huo wa huko. Lakini unapomwambia bwana nina jambo, njoo nyumbani kwangu bwana, nina changamoto, mtu akaja akakusikiliza na akakupa ushauri, ukaona kabisa huyu amekuja kama vile ndugu yake wa damu, kama vile mtoto wake. Tena siku hizi ndugu wa damu ni shida. Kama vile mtoto wake, basi huyo ni rafiki wa kweli. Huyo ni rafiki wa kweli, usije ukamwacha. Hiyo ndio namba 1 nimekupatia. Sasa kuna namba 2, rafiki ageukae kuwa adui. Huyo ni mfitini. Umeshakutana na marafiki wa namna hiyo? Kuna rafiki anageuka kuwa adui. Sasa huyu sio kwamba anageuka kuwa adui. Huyu ni rafiki adui tangu zamani. Isipokuwa wewe hukugundua kwamba wewe ni rafiki adui, mfitini. Yaani huyu mtu mara nyingi akiwa na wewe ataongea vitu hivi, akienda kwa mtu mwingine anaongea vitu vingine. Yaani hawezi kukusema vizuri kwa watu wengine. Ukichunguza rafiki wa aina hiyo utamuona tu, utagundua. Na ukimwomba Mungu atakusaidia kumjua rafiki wa aina hiyo. Si rafiki sawa sawa. Kwa hiyo ukiona rafiki yako ana dalili au ulisikia kwamba anakusema vibaya kwa watu wengine, kuwa naye makini. Ni vyema kama utamwepuka, itakusaidia sana, kwa sababu atakuja kukuingiza kwenye matatizo makubwa sana utapokuwa unahitaji msaada wake, ama utapokuwa na uhitaji fulani wa muhimu. Huyu hatakufaa. Ni rafiki ambaye ana tabia ya kubadilika. Rafiki ageukae kuwa adui. Namba 3, kuna rafiki wakati wa mema tu, kwenye shida haonekani. Nataka kukupa aina 3 za marafiki. Yaani huyu bwana twende kwenye pombe, yumo. Na pombe inajua sasa sio sawa sawa, lakini yumo. Twende kwenye wanawake, yumo. Twende kwenye mambo ya starehe, yumo. Twende kwenye bata, yumo. Twende zetu out, yumo. Twende kwenye matembezi, yumo. Mwambie sasa, bwana leo sina kitu bwana, niko nyumbani.
njoo kwanza tujadili cha kufanya bwana. Bwana niko busy ndugu yangu. Bwana nimepata changamoto bwana. Gari yangu bwana nimepata ajali iko sehemu fulani bwana. Hebu nisaidie bwana 50,000 niongezee hapa niitoe gari. Bwana unajua bwana mimi sina kitu. Bwana mimi bwana sina kitu bwana. Ndugu yangu bwana. Mimi bwana kwenye familia kuna matatizo bwana ndugu yangu. Leo sina chochote ninavyokuambia ndugu yangu nisaidie naomboka ndugu yako. Yaani walau nipe laki tu. Wakati huko mlikokwenda mlikuwa mnatumia mamilioni ya pesa. Nipe tu laki bwana, nisaidie bwana. Unajua pengine anayo. Bwana unajua bwana nimetoka kumlipia mtoto ada yani sasa hivi yani ndugu yangu bwana wewe acha tu yani ningekuwa nimekupa ungeniambia mapema. Umeniambia saa 1 tu asubuhi nimetoka kulipa ada. Yani ungeniambia saa 12 ningekuwa nishakutumia. Rafiki wa aina hiyo. Ukiona una rafiki ambaye yeye kwenye masuala ya furaha utamwona yuko Beneti, ila kwenye matatizo unamuona yuko mbali, kaa mbali. Hiyo sio rafiki mzuri. Hiyo ni aina ya tatu ya rafiki ambaye si rafiki mzuri. Hawezi kukufaa katika maisha yako isipokuwa atakuangamiza. Sasa kuna watu mnao marafiki wa aina hii. Yaani mnagombana, mnarudi. Mnagombana lakini ninachogombania ni kitu cha aina hiyo. Yaani ukiwa huna kitu haumuoni. Ukiwa unacho unamuona. Sasa unamhitaji kuwa rafiki? Uhitaji kuwa na rafiki wa aina hiyo. Ni bora usiwe na rafiki kabisa kuliko kuwa na rafiki wa aina hiyo. Kwa hiyo nimekupa angalizo. Lakini sasa twende tukasome kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya 6:16. Mimi naendelea tukukupa elimu ya maisha. Yoshua 6:16 anasema hivi: rafiki amini ni kifunga uzima, naye amchaye Mungu atampata. Rafiki amini ni kifunga uzima, naye amchaye Mungu atampata. Unaona kwa nini nakufundisha habari ya marafiki halafu nafundisha habari ya neno la Mungu? Unaona jinsi mahusiano yalivyo. Unapokuwa unamcha Mungu, Mungu atakufunulia watu walio sahihi. Kuanzia watu wa kukusaidia, watu wa kukushauri na watu wa kuwa marafiki zako. Kwa nini nakwambia hivyo? Mfano mimi ni mtumishi wa Mungu. Kazi yangu ni kama hiyo unaona, nahubiri, nafundisha. Ninapofundisha mimi siwezi kuwa na kila aina ya rafiki, ingaje watu wote kwenye swala la kufundisha, kwenye swala la kuwaokoa ni rafiki zangu. Lakini watu wa kuandamana nao ni wachache sana. Kwa sababu lazima niwe na rafiki ambaye anajua miiko ya kazi yangu. Anajua namna ambavyo kazi yangu inatakiwa ifanyike. Anajua namna ambavyo kusudi la Mungu lililopo ndani yangu litakuwa lifanye kazi. Ananielewa. Kwa hiyo nikimwambia Bwana hapa kuanzia saa fulani mpaka saa fulani mimi ukinitafuta utanipata, ataelewa kwamba huyu muda huu anakuwa na project fulani. Muda huu ana jambo fulani. Tuna mambo mengi sana kama watumishi wa kufanya. Kwa hiyo lazima umpate rafiki ambaye anaelewa maisha yangu. Asiwe rafiki wa kunishawishi kufanya vitu vibaya. Unajua kuna wakati mwingine sisi watumishi tunakuwa kwenye wakati mgumu sana. Unatakiwa uamue kitu ambacho itumike hekima ya kimungu. Sasa usipokuwa na rafiki mzuri, maana lazima ushirikishe wakati mwingine, jamani, hapa kuna kitu hiki mbona kama sijaelewa. Rafiki ambaye ana hekima ya kimungu atakwambia hiki, hebu tuingie kwenye maombi ama muulize Mungu. Lakini rafiki mpumbavu kiwana anasema achana naye huyo, usimsaidie. Unaelewa vizuri? Wakati huyo mtu anahitaji msaada wako na Mungu amemleta kwako msaidie. Ana mapungufu yake mengi lakini Mungu amesema msaidie pamoja na mapungufu yake. Lakini anatokea mtu mmoja anakuambia achana naye. Lakini ukishakuwa mcha Mungu, Mungu anakuletea rafiki aliye sahihi. Sasa wewe rafiki yako umempata wapi? Hilo ndio swali la msingi. Huyo rafiki uliye naye umempata wapi? Una hakika ni rafiki ambaye ameletwa na Mungu? Una hakika ni rafiki ambaye Mungu amekukusudia? Kwa hiyo kuwa makini na marafiki. Na hili jambo ni muhimu sana. Sikiliza, wewe mtu wa Mungu, wapo watu wengi sana wameangushwa kwenye imani yao kwa sababu ya marafiki. Wapo watu wengi wameingia kwenye kujifunza zinaa kwa sababu ya marafiki. Wapo watu wameingia kwenye madawa ya kulevya kwa sababu ya marafiki. Wapo watu wameingia kwenye ndoa zenye mafarakano kwa sababu ya marafiki. Wapo watu wamefilisika kwa sababu marafiki. Mpendwa, una biashara yako ama una pesa yako, unataka kufanya biashara, ukamwamini mtu kwa sababu wewe una imani. Na hili ni gonjwa la watu wengi sana. Eti kwa sababu wewe una imani, una hofu ya Mungu, unafikiri kila mtu anayo imani na hofu ya Mungu.
Kwa mtu akikujia, ndugu yangu mpendwa, Bwana Yesu asifiwe, unasema rafiki ndio huyu. Kuwa makini. Neno la Mungu linasema watakuja wamevaa ngozi ya kondoo wakati ni mbwa mwitu. Hata marafiki mbwa mwitu wapo, na ninavyoongea pengine unanisikia saa hizi umeshararuliwa na mbwa mwitu. Wako marafiki wamekurarua, unajuta kuwa na marafiki, lakini kumbe hukujua alama za hatari au kujua namna ya kufanya umpate rafiki aliye mwema. Rafiki mwema Mungu ndiye anayemleta, kama vile unavyotafuta mke au mume. Rafiki Mungu lazima amjue rafiki fulani ana hofu ya Mungu, ana kitu ndani yake ambacho wewe kitakusaidia. Hawezi kukupoteza bali atakuinua. Kwa hiyo nimekufundisha somo hili ili ujue marafiki, ujue aina rafiki uliye naye, umempata wapi, anaweza kukusaidia nini. Kwa hiyo haya niliyokuambia, wewe pima na marafiki zako. Yanafanana? Ukiwaona hawafanani na haya mambo ya uchaji wa Mungu, ukiona ni marafiki ambao wanafanana ulagai, cut off. Ondoa wote. Hiyo channel kata. Hiyo cheni kata. Hiyo njia kata. Kuanza upya si ujinga. Muulize Mungu, marafiki hawa wanifai? Marafiki waliniangamiza? Marafiki walifanya nikafungwa gerezani? Hapo tu wamefungwa gerezani sababu marafiki. Marafiki wanasababisha nikaingia kwenye matatizo. Marafiki wamesababisha nimefilisika. Ninaomba Mungu nisaidie marafiki watakaoweza kuniinua, na Mungu atakuinulia watu walio sahihi. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia mafundisho. Ni imani yangu kwamba umebarikiwa na masomo haya, na Mungu ataendelea kukuinua na kukubariki katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Endelea kufuatilia mafundisho haya kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo hapa YouTube, lakini pia kuna namba za simu hapo. Tupigie, unaweza kuwa na jambo unataka kulijua zaidi, tupigie kwenye namba za simu hapo. Kama upo nje ya nchi, toa hiyo alama, toa hiyo namba 0, andika alama ya kujumlisha 255, alafu tupigie kwa njia ya kawaida ama kwa njia ya WhatsApp. Utatupata na tutaongea, na kwa msaada wa Mungu, kwa hekima ya Mungu na neema ya kimungu, tutaweza kushauriana mambo kadha wa kadhalika, na nina imani kabisa utapata ufumbuzi wa tatizo lako ambalo ulikuwa umeteseka nalo kwa muda mrefu. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Hadi wakati mwingine, bye bye.